Kama jina la tunda hujui, siku katika ufalme wa Mungu utamuuliza Mungu, sasa lile tunda Mungu lilikuwa ni tunda gani? Mungu atakuambia. Bwana atubariki sana. Kuliko kumsaidia Mungu. Watu wengi wanapenda sana kumsaidia Mungu. Mahali ambapo Biblia imekaa kimya, nyamaza, usiongeze. Mahali ambapo akili zako zimeishia, Mungu kaanzia hapo ili yeye aitwe Mungu. Amen. Bwana atubariki sana. Amen. Adamu na Hawa baada ya kukosa pale shambani Edeni, walipoteza mfano na sura ya Mungu. Kwanza katika uzao wao, walianza kuzaa watoto wenye kuwafanana kuliko kuzaa watoto ambao wangemfanana nani? Wangekuwa mfano na sura ya Mungu. Bwana Yesu atubariki sana. Walianza kukimbia shambani, kujivika majani kama jinsi wengine walivyo. Mtu anapokosa mbele za Mungu anaanza kukimbia kuliko kusema Bwana unisamehe nimekosa. Msimamizi amesema Mungu wetu hayuko mbali, tuko naye saa zote. Unapotenda dhambi, usinisubiri mpaka unione mimi nimefanya dhambi, usiniambie siri zako. Piga magoti chumbani kwako, ambia Mungu nimetenda dhambi unisamehe, Mungu anakusamehe. Bwana atubariki sana. Msamaha wake hauhitaji pesa. Hauhitaji kama umenikosea mimi nifuate tusameane. Kama umefanya dhambi ambayo umemkosea Mungu wako, piga magoti, ambia Mungu nimetenda dhambi, nisamehe. Ili uendelee kuwa katika uhusiano, uendelee kuwa katika mfano na sura ya Mungu. Nataka niseme hivi, Mungu hana sura na mfano katika umbile la nje kama jinsi watu wengine wanavyofikiria. Mwanadamu ni kweli ameumbwa katika roho. Mwanadamu, nasema mwanadamu ni roho, ana nafsi na anaishi katika mwili. Ni kweli, kwa sababu hii sura ya kwanza mstari wa 26 Mungu anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Hapa Mungu anaumba mwanadamu katika hali ya roho. Huyu mwanadamu amekamilishwa katika sura ya pili mstari wa 7. Soma pale tusikie. Mungu anafanya kazi sasa. Mwanzo sura ya pili mstari wa 7. Soma pale tusikie. Mwanzo sura ya pili mstari wa 7. Bwana Mungu akamfanya mtu kwa nini? Kwa mavumbi ya ardhi. Mungu anafanya mtu kwa mavumbi ya ardhi. Yule mtu ambaye Mungu amemsema katika Mwanzo sura ya kwanza 26, hapa amesema sasa Mungu akamfanya mtu kutoka mavumbi ya nini? Ya ardhi. Akampulizia puani pumzi ya uhai. Akampulizia puani pumzi ya uhai. Mtu akawa nafsi hai. Bwana Yesu akubariki sana. Kache. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ninaposema Bwana Yesu asifiwe sana, ninamaanisha nini? Huyu Mungu wetu tunahitaji tumsifu sana, kwa sababu tumekuwa na hali ya upendeleo sisi wanadamu. Lazima kila mmoja wetu ajue kwamba hapo ulipo unakuwa nafasi ya upendeleo, kwa sababu kwa ajili yako Mungu amegusa ardhi, amegusa udongo, amegusa tope, tuseme kwa wakati mwingine. Hebu jaribu kwenda kule bafuni kwako wakati wa kuoga. Kila siku uwe naoga asubuhi, jioni, uoge mara 3 hata mara 6, jinsi unavyotaka. Hebu angalia yale maji kule chini, utaona nini? Hata kama ungeoga mara 6, utaona kama kuna kitu kama vile udongo wenye ruhusu uko unashuka tu. Kila saa na dakika utaona ni vile. Hapo ndipo umetoka. Biblia inasema kwamba Mungu akamfanya mtu kutoka mavumbi ya nini? Ya ardhi. Lazima mavumbi utayaona kwenye mwili wako. Ndivyo Mungu alivyofanya. Kwa hiyo Mungu amechafua mikono kwa ajili ya mwanadamu. Bwana atubariki sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio kwa maana katika Yohana 12:26 Yesu anasema mtu akinitumikia mahali nilipo na mtumishi wangu atakuwepo. Tena mtu akinitumikia Baba atamheshimu. Ile siku nikasema usikie hii lugha ya Mungu tu. Nataka kila mmoja asikie hii lugha ya Mungu, kwamba ukimtumikia Mungu, Mungu atakuheshimu. Hebu imagine Mungu akuheshimu wewe mwanadamu. Wewe ni nani mpaka Mungu akuheshimu? Kwa sababu unakuwa na nafasi ya thamani kwake. Bwana atubariki sana. Acha niseme hivi, mwanzo wa mwanadamu si katika tumbo la mama. Sio kwa sababu baba na mama wameoana ndio wakatuzaa. Mwanzo wa mwanadamu uko katika mpango wa Mungu. Mwanzo wa mwanadamu uko mbinguni. Mungu ndio anasema. Soma Yeremia sura ya kwanza, anza mstari wa 5 tuseme. Yeremia tusikie Mungu anasema nini. Yeremia sura ya kwanza mstari wa 5, au kianza hata wa 4 haina shida. Yeremia. Twende haraka tumalize. Kuwa mfano na sura ya Mungu. Nimesema kwamba mwanzo wa mwanadamu hauko katika nchi. Mwanzo wa mwanadamu uko mbinguni. Ndio maana Mungu amesema na tumfanye mtu kwa mfano wetu. Hii lugha Mungu haiko duniani, Mungu iko mbinguni. Iko katika Yeremia sura ya kwanza, anza mstari wa 4.
nilimjia kusema. Ndiyo. Kabla sijakuumba katika tumbo. Usome taratibu ili watu wakuelewe. Okay. Yeah. 4. Neno la Bwana lilimjia. Ndiyo. Kusema. Lilimjia Yeremia kusema. Ndiyo. 5. Kabla sijakuumba katika tumbo. Mungu anasema kabla sijakuumba, yani haujakuwa katika tumbo, nalikujua. Mungu alikuwa shamjua Yeremia kabla hajakuwa wapi, katika tumbo la mama yake. Mungu ashamjua Yeremia. Na kabla hujatoka tumboni, na kabla hujazaliwa nalikutakasa. Bwana tusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu anatujua kabla sisi hatujazaliwa. Mungu ashatujua. Katika kujifunza hili somo nikajiuliza swali mwenyewe. Sasa yule mtoto ambaye anafiaka tumboni, nilikuwa najiuliza hilo swali. Bwana tusaidie sana. Nikasema Mungu alikuwa shamjua. Mungu alikuwa shamjua. Hata kama ungekufa Mungu alikuwa ameshamjua. Bwana tusaidie sana. Mungu kukujua sio sababu ya wewe usife au usifie tumboni. Mungu ameshakujua. Bwana tusaidie. Kusema kwamba Mungu alikuwa hajui, tutakuwa tunasema uongo, kwa sababu Mungu anajua yote. Lakini sababu ya Mungu kujua kama utakufa kesho sio sababu ya Mungu kukufanya wewe usife. Unaambiwa hapa kuna sumu, kwa sababu nina Mungu nitakunywa sumu. Ndiyo, Mungu yupo, ni imani yako, unaweza ukala sumu na ukapita. Hapa kuna moto, ukipita kwenye moto utakufa, mimi nitapita. Inategemeana na imani yako. Kwa sababu kuna kitu ambacho Mungu ameweka ndani mwetu kinaitwa hiari. Kila mwanadamu ana hiari. Na ndio kwa maana Yesu ameonekana anaitwa amefanyika bora kuliko viumbe, kuliko malaika na wanadamu. Kwa nini? Kwa sababu hiari ya Yesu haitampelekea kufanya dhambi. Malaika hiari yao imewapelekea kumuasi Mungu. Shetani alikuwa malaika wa nuru, lakini amewashawishi malaika wengine wakamuasi Mungu. Mwanadamu shambani Edeni amemuasi Mungu, lakini Mungu alikuwa ameshamwambia ukila hakika utakufa. Lakini kwa sababu ya hiari amekufa. Na Mungu hawezi kuingilia hiari ya mwanadamu. Hiari ya mwanadamu Mungu haingilii. Mungu anaweza kukuonya tu, lakini hawezi kukuchukulia maamuzi. Maamuzi ni wewe mwenyewe, kwa sababu wewe ni mwanadamu, una akili. Bwana tusaidie sana. Nataka niseme hivi, mwanzo wa mwanadamu hauko duniani, mwanzo wa mwanadamu huko mbinguni. Mungu anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, hajagusa udongo. Mungu iko mbinguni, anamuumba mwanadamu katika hali ya roho. Ndio maana nimesema mwanadamu ni roho, ana nafsi, lakini anaishi katika mwili. Bwana tubariki sana. Wakati mwingine maisha yetu ya kawaida tu tunasemaga hivi, huyo sio mtu, hata huyo ni shetani ya mtu kabisa. Je, ule mtu anakuaga shetani? Mtu hata ambiwe asikii, huyu mtu ni shetani kabisa, huyu ni mnyama, huyu ni chui. Wanadamu tunaambiana hivyo. Je, ule mtu anakuaga chui? Tukimwangalia ana macho kama ya kwako, masikio kama ya kwako, kichwa kama cha kwako, anafanya kazi zingine kama wewe, lakini unamuita kuwa chui. Kuna kitu ambacho kinapelekea wewe kumuita kuwa chui au kuwa simba. Bwana tusaidie sana. Na ninaposema kuwa mfano na sura ya Mungu, tusiangalie sana katika maumbile yetu. Kwa sababu hapa tukiangaliana hakuna hata mmoja aliyewahi kumuona Mungu. Sasa unajuaje kama wewe ni mfano na sura ya Mungu? Kuna sababu ambayo imemfanya Mungu amuumbe mtu kwa mfano na sura yake. Adamu pale shambani Edeni alikuwa mfano na sura ya Mungu. Lakini baada ya kutenda dhambi, mfano na sura ya Mungu kwake vikafanya nini? Vikatoweka. Akabaki Adamu kama Adamu tu. Bwana Yesu atubariki sana. Na inawezekana na wewe hapo ulipo ukawa mfano na sura ya Mungu, lakini unayoyatenda hayafanani na mfano na sura ya Mungu. Kwa hiyo unakuwa wewe kama wewe tu. Lakini makusudi ya Mungu ni kwamba sisi tuwe mfano na sura yake. Na tutajifunza baadhi ya mambo hata matatu tu kwa haraka. Tuone mtu aliye mfano na sura ya Mungu ni mtu wa aina gani. Tusiishie kusema kuwa mfano na sura ya Mungu. Mtu aliye mfano na sura ya Mungu anatakiwa aweje? Ni mtu wa hali gani? Tunapomuona tunamuonaje huyu mtu? Hata hivi watu walipokuwa wanamuona Yesu, walikuwa wanamuona kama Mungu? Walimuona ni Yesu tu kama mtu. Bwana tubariki sana. Lakini Biblia inasema kwamba hakuna mtu aliyewahi kumuona Mungu wakati wowote, lakini Mungu mwana pekee aliye katika kifua cha Baba, huyu ndiye aliyemfufua. Bwana tubariki sana. Soma Yohana sura ya kwanza mstari wa 13 tusikie. Yohana sura ya kwanza mstari wa 13. Nasema hivi. Waliozaliwa si kwa damu
wala si kwa mapenzi ya mwili, Amen. wala si kwa mapenzi ya mtu. Ruka sasa 33. 33 inasema wala mimi sikumjua, lakini yeye aliyenipeleka kubatiza maji, huyo aliniambia, yeye ambaye utamuona Roho akashuka na kukaa akishuka ndio na kukaa juu yake, huyo ndiye nani? Huyo ndiye abatizaye kwa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu atubariki sana. Huyo anayezungumziwa hapo ni Yesu Kristo, ambaye amekuja, habari zake zimetangazwa. Huyo mtu atakayekuja kutubatiza kwa Roho na kwa moto, huyu ni Mungu tosha aliyekuja katika mwili. Bwana atubariki sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hivi mtu aliye mfano na sura ya Mungu ni mtu wa aina gani? Ndiye mtu ambaye tutakwenda kujifunza tumuone kuwa mfano na sura ya Mungu. Je, wewe ni sura na mfano wa Mungu? Hapa unaponiona ninapoongea, unaona Mungu ndani yangu? Kwa sababu gani? Mungu alichokuwa akikilenga ni kwamba mtu akitaka kumuona Mungu asitokwe na jasho. Ukitaka kumuona Mungu, alichokilenga Mungu, mtu asitokwe na jasho. Kwa nini? Akimuona mwanadamu mwingine mara moja atakuwa amemuona nani? Amemuona Mungu. Kulikuwa sababu. Lakini Adamu alipoteza hizi sababu za Mungu baada ya kuasi pale shambani Edeni. Bwana Yesu atuhurumie sana. Tuangalie mtu aliye mfano na sura ya Mungu. Huyu mtu tutajifunza kwake kuhusu mambo matatu tu. Mtu aliye mfano na sura ya Mungu ni mtu anayeenenda kwa Roho. Ninasema mtu aliye mfano na sura ya Mungu ni mtu anayeenenda kwa Roho. Anaenenda kwa Roho na anaongozwa na Roho. Sio kila mtu tu. Mtu aliye mfano na sura ya Mungu ni mtu anayeenenda kwa Roho na anaongozwa na Roho. Soma Galatia sura ya 5 mstari wa 16 hadi 18. Galatia sura ya 5 mstari wa 16 hadi 18. 16 inasema, basi nasema enendeni kwa Roho, ndio, wala hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Ndio. 17 kwa sababu mwili utamani ukishindana na Roho, ndio, na Roho kushindana na mwili, ndio, kwa maana hizi zimepingana, ndio, hata hamwezi kufanya mnayotaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini huyu mtu aliye mfano na sura ya Mungu awe mtu anayeenenda na kuongozwa na Roho? Kwa sababu Mungu ni Roho. Nimesema kwa nini mtu aliye mfano na sura ya Mungu aenende na kuongozwa na Roho? Ni kwa sababu Mungu mwenyewe aliye mfano na sura yake ni Roho. Bwana tubariki sana. Amen. Soma Yohana 4:24. Yohana 4:24. 4:24. Nasema Mungu ni Roho. Mungu ni Roho. Nao wamwabuduo, ndio, yeye imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunachukua Mungu ni Roho. Ili uwe mfano na sura ya Mungu lazima uenende na kuongozwa na Roho. Kwa sababu gani? Mungu ni Roho. Na ili wewe uonekane kuwa Roho lazima ukubali kuongozwa na Roho. Bwana Yesu atubariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndiyo sura ya Mungu. Usianze kujisifu tu, mimi hapa jinsi unaniona nimeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Je, unaongozwa na kuenenda katika Roho? Ndio swali moja tu. Kwa sababu Mungu aliye mfano na sura ya wewe ni Roho. Biblia ndio inasema Mungu ni Roho. Na wote wamwabudu lazima wamwabudu katika Roho na kweli. Kwa sababu yeye ni Roho. Bwana atubariki sana. Amen. Hiyo ni hatua yetu ya kwanza. Hatua ya pili. Aliye mfano na sura ya Mungu ni mtu anayetafuta amani na watu wote, lakini pia anatafuta utakatifu. Mtu aliye mfano na sura ya Mungu ni mtu anayetafuta amani na watu wote. Kwanza kwa sababu Mungu ni amani yetu. Bwana tubariki sana. Mungu ni amani yetu, lakini pia anatafuta utakatifu. Biblia inasema kwamba kama vile mimi niliyewaita nilivyo mtakatifu,
imewapasa pia na ninyi kuwa wa nini? Kuwa watakatifu. Huwezi kuwa mfano na sura ya Mungu kama wewe sio mtakatifu. Maana tutajiuliza tu swali moja, je, kweli mwalimu, hivi hapa duniani watakatifu wapo? Ndio, wapo. Bwana Yesu asifiwe. Kama mtu anakuambia kwamba hakuna watakatifu, anasema uongo. Biblia inasema nini? Aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi. Aliyezaliwa na Mungu afanye nini? Afanye dhambi. Lakini siku moja nikasema hapa dhambi, hata kama uko naomba Mungu hapa, sio ajabu kama unafikiria dhambi. Unafikiri mambo ambayo hayako hapa, yako mbali, yako Afrika, yako sehemu nyingine, kazini kwako unayafikiria, lakini ni mambo ya dhambi. Kwa nini usemi wa kwamba aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi? Ni kwa sababu hakai katika dhambi. Hata kama anatenda dhambi, hawezi kukaa katika dhambi. Kutenda dhambi ni kukaa katika dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yumwema, yumwema Yesu, yumwema, yumwema Yesu, yumwema, yumwema Yesu, yumwema, yumwema Yesu, Yesu yumwema, 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 Yesu yumwema, Yesu yumwema, Yesu yumwema, yumwema, haleluya, Yesu wetu yumwema, Yesu yumwema, Yesu yumwema, Yesu yumwema, Yesu yumwema, Yesu yumwema, Yesu yumwema. Huwezi kuwa mfano na sura ya Mungu kama wewe ni mtu wa vurugu na watu wengine, kwa sababu Mungu wetu si Mungu wa vurugu, ni Mungu wa amani. Anatuambia tutafute amani na watu wote, lakini pia na utakatifu, kwa maana hapana mtu atakayemuona Bwana asipokuwa nao. Bwana tubariki sana. Soma hiyo katika Waebrania sura ya 12 mstari wa 14. Mwingine atayarishe Walawi sura ya 19:1-2. Waebrania 12:14. Inasema ni mtu anayetafuta amani na watu wote, lakini pia na utakatifu, kwa sababu Mungu ni amani yetu, pia Mungu ni mtakatifu. Unasema Waebrania ngapi? 12:14. 12:14. Ndio. Neno la Mungu linasema tafuteni kwa bidii ndio kuwa na amani na watu wote, ndio na Roho Mtakatifu, ndio ambao hapana mtu atakayemuona Bwana asipokuwa nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutafute kuwa na amani na watu wote. Kila mmoja aulize ndugu yake aliye karibu, je, una amani na ndugu yako? Wengine wanasinzia, tuache wasinzie. Una amani na ndugu yako? Bwana Yesu atubariki sana. Lazima tutafute kuwa na amani, kwa sababu Mungu wetu tunayemtumikia ndiye amani yetu. Hatutadanganya watu kwamba sisi ni mfano na sura ya Mungu, na huko sisi na majirani zetu, sisi na ndugu zetu hatuna amani kati yetu. Ni uongo tu. Waimbaji wametuimbia wimbo, wengine ni wabembe, wengine nimesikia kama wafuleru la vitu kama hivyo. Katika nyumba ya Mungu, ndugu zangu, hakuna mbembe, hakuna mfuleru. Katika nyumba ya Mungu kuna wana wa Mungu tu. Bwana tubariki sana. Sote ni wana wa Mungu. Tumeitwa na baba yetu ni mmoja tu, ambaye ni Mungu. Hivyo lazima tuishi na amani na watu wote. Bwana tubariki sana. Hata nisema hichi kitu, Roho ananishuhudia nikiopee. Unajua sisi wabembe tunafikiria sana kuwa ndugu zetu Wanyarwanda ni maadui zetu sana, si ndio? Lakini je, hivi mnaamini hakuna Wanyarwanda wanaombea wabembe? Hivi hamjui kama kuna Wanyarwanda wanaombea wabembe? Hivi hamjui kama kuna wabembe waliopona kwa sababu Mnyarwanda amemponyesha? Amesema siwezi kuona jinsi utakufa, kimbia. Bwana Yesu atubariki sana. Nasema hivi, katika kanisa ya Mungu, katika kanisa ya Mungu hakuna mfuleru, hakuna mbembe, hakuna Mmarekani, hakuna Mwafrika. Katika kanisa ya Mungu kuna wana wa Mungu tu. Bwana atubariki sana. Hawa wana wa Mungu wanatafuta kuwa na amani na watu wote. Usifikirie wale wanaofanya siasa kule Rwanda kwamba ni watu wote
walio kule Rwanda kwamba na wao wanahusika katika yale mambo. Kuna wengine ni watakatifu ambao wanaombea nchi zetu ziwe na amani. Bwana tubariki sana, kwa sababu Mungu aliyetuita ni Mungu wa amani. Bwana tubariki. Jana tulipokuwa hapa na waimbaji, huo wimbo wakauleta, nikawauliza mpaka hapa Marekani bado tunaimba wamoja ni wabembe, wengine ni wafuka. Sema hata hapa hivi vipo. Ukisikia kwamba katika nyumba ya Mungu watu ambao wanajiita, nisiseme nyumba ya Mungu, watu wanaojisema kwamba sisi ni watu wa nyumbani mwa Mungu, kati yao bado kuna huyu ni wa hivi na huyu ni wa hivi. Hiyo ni dhehebu, sio kanisa. Bwana tuhurumie sana. Katika kanisa ya Mungu hakuna ubaguzi. Kuna mtu mmoja tu, tuna lugha moja katika nyumba ya Mungu. Lugha yetu ni moja, ushuhuda wetu ni mmoja. Siku ile nikasema hata kama unasikia Luhamba kule amefanya hivi, hapo ulipo utasema Luhamba jinsi ninavyomuelewa hawezi kufanya hivi. Bwana Yesu atubariki sana. Tunakuwa na ushuhuda mmoja kwa sababu sisi ni watu wa nyumbani mwa Mungu. Bwana atubariki sana.